Akizungumza wakati wa zoezi la utekelezaji wa dhana hizo huko katika bonde la Mdambara Utakao, wilaya ya Wete, afisa wa uvuvi kutoka Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Pemba, Madam Abed Hamadi, amesema kwa mujibu wa sheria ya uvuvi namba 7 ya mwaka 2010 wameamuru kuziteketeza dhana hizo ambazo zilikuwa zikitumiwa na wavuvi kinyume na utaratibu, jambo ambalo linaweza kuleta athari kwa vizazi vya sasa na baadaye. Hivyo afisa Madam akatoa wito kwa wavuvi. Lengo kuu ni kuhakikisha mazingira yetu ya bahari yanabaki kwa salama na faida inapatikana kwa jamii. Nitoe wito kwa wadau wetu kuepukana na matumizi mabaya au yasiyokubalika katika maeneo ya bahari ili kuhakikisha rasilimali ambazo zipo zinafaa kwa kizazi cha sasa na kijacho, ili tuweze kufaidika, kwa sababu tukiangalia katika maeneo yetu, wengi wetu tunatumia rasilimali za bahari kama ni sosi ya kipato chetu. Kwa tutakapoharibu bahari kwa kutumia zana ambazo si rafiki kwa mazingira ya bahari, kwa sasa tutaweza kuona tunapata kidogo au tunapata kikubwa, lakini kipato chake kinakuwa kidogo. Mbele zaidi tutakapokwenda tulikuwa tunatumia zana hizi ambazo hazikubaliki kisheria, tutakosa vyote. Kwa upande wake, meneja mkuu wa taasisi ya Blue Alliance Abdurrahman Ali Abdalla amesema taasisi ya Blue Alliance kwa kushirikiana na Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi huunga mkono wavuvi kwa kuwapatia dhana ambazo zinakubalika katika shughuli zao za uvuvi. Aidha, amesema zipo baadhi ya dhana zimethibitiwa kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na utoaji wa elimu kwa wavuvi. Ni pia kama taasisi tunajaribu kuwasaidia wavuvi kwa kuwapa zana zinazokubalika kisheria kwa kupitia msaada wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Maendeleo ya Uvuvi. Ile tuna nyavu nyingine ambazo ziko chini ya kiwango, tumezizuia kwa ajili ya maelezo zaidi na mafundisho kwa wavuvi. Dhana ambazo zimeteketezwa kwa njia ya uchomaji wa moto ni nyavu 70 aina ya utari pamoja na madema 300. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.